Juzi mimi ulikuja kunihoji kuhusiana na futari hapa. Unakumbuka watu wanaofuturisha wasiokuwa Waislamu kina Diamond. Mimi nikasema kabisa futari ni ibada, lakini juzi nimemsikia Sheikh anasema hatujakatazwa sisi kufuturu na wasiokuwa Waislamu. Hatujakatazwa sisi kula chakula chao. Mimi sijasema tumekatazwa. Sijui bwana Max unasikia? Mimi sijasema tumekatazwa. Kwani Max, ikiwa mwezi wa kawaida sio Ramadhani, watu wanunuliane chakula? Mkristo na Muislamu wanunuliane chakula? Hawakai nyumba moja, hawali pamoja, hawafanyi kazi moja. Sisi tunazungumzia tukio hili la ibada. Tukio la ibada? Hili la Ramadhani, kwa sababu Mtume anasema mafatara swaiman, anayemfuturisha aliyefunga ndio anapata thawabu. Simama hapo Max, ukimfuturisha aliyefunga. Sasa wewe Max sio Muislamu unafunga, napataje thawabu kukufuturisha wewe? Manake tunakula, kula kumeruhusiwa, mahusiano ya kijamii yameruhusiwa. Kama mimi nakuita Max, mimi nafuturu uje kula, ruksa. Sio kufuturu. Sio kufuturu. Kufuturu anafuturishwa aliyefunga ndio anapata thawabu. Na wewe ulaji wako ukija kula kwangu, mimi sipate nini? Kwa sababu wewe hujafanyaje? Hujafunga. Mimi ndo ninachokisema, watu wanaelewa vibaya. Mimi sisemi kwamba eti mahusiano ya kijamii yanavunjika, hayavunjiki. Kwani mara ngapi tunakuta Wakristo wanapika chakula Waislamu tunakula? Kuna hoteli ngapi za Wakristo wanapika chakula Waislamu tunakula? Na hoteli ngapi Waislamu tunauza chakula Wakristo wanafanyaje? Mahusiano hayo ya kijamii yapo, wala hayana shida. Tunazungumzia mahusiano ya dini. Vipo vitu katika dini sisi ili tupate thawabu tuvifanye kwa wanaofanya ibada. Ndio maana Mtume akasema anayemfuturisha anayefunga. Kwa hiyo wewe Max Mazali ufungi, mimi nikikufuturisha na kufuturisha nini na wewe ufungi? Thawabu nitazipata vipi wakati wewe ufungi? Mimi sizungumzii kula Max. Nazungumzia kufuturu. Kufuturu. Neno kufuturu ni kitendo cha mtu aliyefunga. Asante sana, ni kitendo cha mtu aliyefunga. Wewe Max hujafunga, ukija kwangu kufuturu, wewe ufuturu, wewe unakula. Natakiwa ile chakula mimi ipate thawabu, nimfuturishe aliyefanyaje? Aliyefunga. Lakini kwani mara ngapi chakula cha jioni tunakula na Wakristo, Wakristo wanakula na sisi? Tunakaa pamoja, tunakula nao, tunacheza, tunafanyaje? Kwani kule kumekatazwa? Haya ni mahusiano ya kijamii. Ila ukiingia kwenye ibada, hakuna ibada inayoshirikisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Watu wanatakiwa wajue. Watu wanatakiwa wafahamu hilo. Kwenye ibada hakuna ibada inayoshirikisha Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ya pamoja hakuna. Ndio maana kabla ya kufuturu inatakiwa ufanye ibada. Asante sana. Tuna swali magharibi. Tukisha swali